wananchi wa Kiteto, Kilindi. Tangu jana, hii itakuwa mara yangu ya 3 kuzungumza mbele ya jukwaa lako, Handeni mara 2 na hapa Kilindi mara 1, na mikutano yote mitatu. Swala la mahusiano baina ya wafugaji na wakulima katika matumizi ya ardhi linajitokeza. Kwa jana, nichukue busara yako uliotupa ituongoze kwamba tujizuie kwanza kuwa na jazba, hasira na kuchukua sheria mkononi yanapotokea matatizo ya mahusiano katika matumizi ya ardhi ya watumiaji wa aina zote. Na jana umefafanua zaidi, sitaki kurudia. Ndugu zangu, masuala ya ardhi ni masuala nyeti sana. Ardhi ni uhai. Ardhi ni utu. Umeandika na namba ya simu. Ardhi ni utambulisho wetu kama taifa. Umeandika namba. Ardhi ndio uhuru wetu. Umeandika mle? Andika hapo, nitakupigia tuongee. Na hata baba wa taifa Mwalimu Nyerere, wewe mzee wetu, alipokuwa anaainisha mambo ya msingi ya kutufanya tubadilike, tuendelee. Hapa nimesimama kwa niaba, jina naitwa Masudi Salum Msita. Namba 1 ni ardhi. Nitakupigia, utanielezea yote. Namba 2 ni watu. Namba 3 ni siasa safi, na namba 4 ni uongozi bora. Kwa hiyo masuala ya ardhi hatuwezi kuyatatua kwa mtindo wa papo kwa papo. Yanahitaji utulivu, kwa sababu yanahusu haki za watu, uhuru wao, maisha yao na uhai wao. Kwa hiyo kwa busara hiyo hiyo ulioitumia jana, mimi naona tuitumie kufanya hivyo. Swala la Kiteto, mwezi wa 12, Mheshimiwa Naibu wa Waziri wa Mifugo na Uvuvi alienda Kiteto. Yaliyosemwa hapa ndiyo aliyokutana naye. Tumeshafanya ziara tangu tumeapishwa katika mikoa 14. Huu wa Tanga ni mkoa wa 14. Kila kituo ni masuala ya ardhi na matumizi yake na mahusiano baina ya watumiaji wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikuahidi maelekezo yako ya jana tutayafanyia kazi. Lakini hata ilani ya Chama cha Mapinduzi ya miaka 5 imeainisha swala hili kwa unyeti wake, kwamba njia pekee ya kuweka mahusiano mema na ya upendo baina ya watumiaji wa ardhi, hasa wakulima na wafugaji, ni kuwa na mpango wa matumizi bora ya ardhi katika maeneo ya wakulima na wafugaji. Ilani inabainisha tumeshatenga hekta milioni 3.6 na lengo ni kutenga nyingine hekta milioni 2.6 ili ifikapo mwaka 30 tuwe na hekta milioni 6 zilizopangwa vizuri kwa ajili ya wafugaji, na katika maeneo hayo yawekwe maji, tuwe na utaratibu wa kuweka malisho na huduma za ugani, ili wafugaji wajizuie na wazuiliwe kisheria kuingia katika maeneo ya ukulima. Niko hapa kuahidi mbele yako kwamba ahadi hiyo ya Chama cha Mapinduzi iliyoko kwenye ilani, ambayo mwenyekiti wetu na rais wetu amepita nchi nzima kuinadi, mimi nimepewa dhamana kuisimamia, na waahidi tutaisimamia. Tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu, Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi ameshatuandikia barua kupitia kwa katibu mkuu wake, tuanze utaratibu wa kupima ardhi na kuiweka katika mipango bora ya ardhi, na tutakuletea taarifa kuhusu jambo hilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jana ulituita, tulikuwa mawaziri 4, ukaongeza 2 tukawa 6, na wako njiani wanakuja. Waziri wa Maji yuko hapa,
Waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi umemuita, kabla haujaondoka hapa tuwe tumeshakutana tarehe 16. Waziri wa kilimo yuko hapa, mmemsikia. Waziri wa mifugo na uvuvi niko hapa ndio naongea. Waziri wa maliasili umesema aje na yeye ndiye aturatibu. Halafu na waziri wa TAMISEMI ambaye yuko chini ya ofisi yako. Tukae tushughulikie haya ya dharura yaliyojitokeza, lakini tujenge msingi wa kutatua tatizo hili kubwa la nchi nzima. Na kuahidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuletea taarifa hiyo. Mwisho, unalolifanya hapa ni maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na mimi nimepata heshima ya kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, na Mheshimiwa Rais amenipa heshima kuwa waziri wa mifugo na uvuvi. Maelekezo ya chama hiki ni chama cha watu, na ndio maana msemaji mmoja hapa na mwingine amesema hapa kwamba hiki chama sio cha watu tu, ni chama cha kijamaa. Hatujaenda huko mtu kuwa na bastola kumwekea mwenzake kichwani ili achukue ardhi yake. Hatujaenda huko, sio utaratibu wa chama, sio utaratibu wa ilani ambayo inaisimamia serikali. Unachokifanya ni kuwasikiliza watu, na waomba viongozi wote tulioteuliwa na tuliochaguliwa na watendaji wanaoajiriwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi tuwe na utaratibu wa kuwasikia watu, kuwasikiliza na kutatua kero zao kabla hatujasubiri viongozi wa ngazi ya kitaifa kuja katika mikutano. Unafanya jambo kubwa na jambo la muhimu sana. Na mimi utaratibu wangu huwa natoa hata namba ya simu yangu hadharani, kwa sababu simu hii pia nayo inalipiwa kwa fedha zenu. Na hapa natoa namba yangu ya simu na wengi wanaijua, 0754. Atakayewahi kuandika atampa mwenzake. 0754 022 915. Mimi sio babu yenu bwana. 0754 022 915. Halafu Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimechukua namba ya Masud na huyu mzee Ramadhani, ili na wewe utakapowasikiliza na mimi niwasikilize vizuri, ili waweze kutusaidia kwenye kikao chetu ambacho umekielekeza tukifanye tarehe 16. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Tuko na waheshimiwa naibu mawaziri. Nadhani